Mtu mmoja amefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa kwa kushambuliwa na maafisa wa usalama nchini Peru. Tukio hilo limetokea usiku kuamkia leo Ijumaa Oktoba 17 mwaka 2025 baada ya waandamanaji kuvamia bunge la taifa hilo, iliyowalazimu polisi kutumia nguvu ili kuwadhibiti. Kikundi cha waandamanaji walioshambuliwa na polisi ni sehemu ya makundi makubwa ya vijana na wafanyakazi walioanzisha maandamano kwenye maeneo ya taifa hilo kupinga kuongezeka kwa rushwa na uhalifu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa polisi wa taifa hilo, mwandamanaji aliyefariki dunia ni kijana mwenye umri wa miaka 32 ambaye alishambuliwa kwa bahati mbaya na ofisa wa jeshi hilo. Mamlaka walipambana na polisi nje ya bunge la Congress huko Lima. Kwa bahati mbaya, mmoja aliuawa kwa kupigwa na risasi. Waziri mkuu wa taifa hilo Ernesto Alvarez amesema kuwa serikali inatarajia kutangaza hali ya hatari ndani ya mji mkuu wa taifa hilo, Lima, ndani ya masaa machache na inajiandaa kuchukua hatua zaidi ili kudhibiti waandamanaji. Ametoa wito kwa makundi ya waandamanaji ikiwemo vijana wa Gen Z, wafanyakazi wa usafi na makundi ya kiraia kutafuta njia mbadala ya kufikisha madai yao kwa serikali ili kuhakikisha uwepo wa usalama ndani ya taifa hilo unatamalaki. Hata hivyo, mwakilishi kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka Fernando Losada amesema kuwa kifo cha kijana huyo kitachunguzwa na mamlaka husika zitatoa taarifa baadaye ili kufahamisha umma juu ya hatua iliyochukuliwa kwa wahusika. Lakini pia amewaasa wananchi kuwa watulivu na kusubiri serikali mpya iliyoingia madarakani kuanza kutekeleza ahadi zake, ikiwemo kuweka kipaumbele katika mapambano dhidi ya uhalifu. Maandamano hayo ni mwendelezo wa sehemu ya vuguvugu zilizomondoa mtangulizi wa kiongozi huyo wa sasa, ambaye alikabiliwa na maandamano makubwa baada ya kutoa mamlaka mwishoni mwa mwaka 2022 na kusababisha vifo vingi na kushuka kwa kiwango cha umaarufu wake. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kusalia kwenye platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.